Kwenye YouTube wameongeza kitu ambacho ukikitumia vizuri utakwenda kukuza mapato, utakwenda kuongeza kasi ya ukuaji wa channel yako na kila kitu. Na ukimaliza kutazama hii video na hakikisha utanishukuru kwa kitu ambacho nitakwenda kuelekeza. Yawezekana ni kitu ambacho umekiona kwenye YouTube au hujakiona, lakini ni kitu kipya ambacho ukiingia ndani ya YouTube Studio kwa kutumia Chrome au ukatumia PC, basi utaona kabisa juu pale kuna hii alama hapa, ambayo hii ni kama assistant yenye access ya kila kitu kwenye channel yako. Issue sio kuifahamu hii issue ni kuitumia hii issue. Okay. Na mimi nitakwenda kuelekeza jinsi ya kutumia hiki kitu. Nitakachokwenda kukifanya mimi ni kukupatia mambo ambayo unaweza kuyafanya takriban 15, ambapo nahakikishia ukiyafahamu kuna kitu utakibadilisha kwenye akaunti yako. Kama ni ukuaji, kama ni mapato, kama ni views, utakwenda kupata zaidi kwa kutumia hii mbinu. Kuifahamu sio issue, pia ndio fahamu ili upate matokeo inabidi ufanye. Kwa hiyo usiwe wale washikaji wa kuangalia then wanasubiri matokeo yaje kwa sababu tu umeangalia. Inabidi ufanye vitu hivi nitakavyokwenda kukuelekeza. Mimi naitwa Vinei na hii naitwa Vinei TV, na hivi ndivyo tunafanya kila siku. Okay, bila kupoteza time, naanza na kitu cha kwanza. Tukifungua hii sehemu, ukifungua hapa itakuletea kitu kama hiki ambapo inakuandikia hello, then itakupa suggestion hapa ya maswali kulingana na takwimu zako. Lakini sisi tutakachoenda kufanya, ngoja ni zoom sasa ili tuanze kuitumia hii sehemu ya kuuliza hapa. Okay, nitaanza na swali la kwanza. Haya ni maswali ambayo nitakupatia, then ukiyaweka pale utapata majibu. Hayo majibu pia nitakuelekeza jinsi ya kuyatumia. Swali la kwanza ambalo pia nitaweka kwenye description na kila sehemu nitaweka ili wewe ukakopi na kuyaweka kwenye. Utaandika chambua retention graph ya video zangu 10 zilizofanikiwa zaidi na video 10 zilizofeli. Ni visual au narrative pattern gani inayojirudia kwenye sekunde 30 za kwanza ambayo inatofautisha video inayokwenda viral na inayokufa mapema? Je, kuna maneno, sauti au aina ya picha visuals ambazo nikizitumia watu wanaondoka? Okay, imenipa majibu kama haya. Nimechambua kwa kina retention graph za video zako 10 zilizofanikiwa na video 10 ambazo hazijafanya vizuri, low performance, kwenye channel ya Vinei TV. Huu hapa ni uchambuzi wa mifumo ya picha na okay, imenipa video pattern ya mafanikio, maana video zilizofanya fresh zina mfumo huu. Video zako zinazofanikiwa kama ile ya TikTok ya kulipwa na IPTV zinaanza kwa kutaja faida ya moja kwa moja au tatizo unalotatua ndani ya sekunde 5 za kwanza. Kwa mfano, hiki ni kitu ambacho mimi sijawahi kuzingatia sana, lakini yenyewe ina pinpoint na mimi ili nijue video inayofuata nifanyeje. Kuna kitu kinaitwa visual proof, imeniambia unapoonyesha interface ya app au dashboard ya mapato kama kwenye video ya TikTok ndani ya sekunde 15 za kwanza, graph retention inabaki kuwa imara zaidi. Watu wanapenda kuona ushahidi kwamba unachokisema kinawezekana. Ni kitu ambacho pia sijawahi kuzingatia sana, lakini AI ya ndani huku imeniambia ni kitu ambacho ni kizuri. Ikikupa majibu, wewe unachokifanya unayatumia majibu haya kuboresha video zinazofuata. Video inayofuata utaacha mambo ambayo inakwambia usifanye na utafanya mambo ambayo inakwambia uyafanye kulingana na ushahidi kwenye channel yako, vitu gani vinaenda na vitu gani haviendi. Utaweka swali hili nauliza kwamba ni vipande gani vya sekunde 5 mpaka 10 kwenye video zangu ambavyo watazamaji wanarudia kuvitazama mara nyingi. Analyze visual na audio element za vipande hivyo. Ni thamani gani, kama ni vichekesho, elimu au mshangao, ambayo watazamaji wanajaribu kuirudia mara mbili. Hili ni swali ambalo ni kitu ambacho nimewahi kuelezea zamani sana. Imeniambia nimechambua vitu kama hivyo. Ya kwanza ni moment of action kwenye video zangu. Watazamaji wako wanarudia zaidi vipande ambavyo unaonyesha hatua halisi, step by step, kwenye screen ya simu. Mfano kwenye video ya IPTV Smarters Pro, sehemu inayoonyesha jinsi ya kuunda server na hizo login ina replays nyingi. Inaniambia kabisa mpaka ni dakika ya ngapi hiyo sehemu ambapo inarudiwa. Kwa hiyo ninachotakiwa mimi kukifanya ni kufanya kitendo hiki mara nyingi. Hiki ni kitendo ambacho kinaongeza views. YouTube wanapush video kwa watu wengine. Kwenye channel yako inaweza kuwa ni kitu tofauti. Swali hili liweke, then itakupa majibu kitu gani kinarudiwa, alafu wewe ukifanya mara nyingi zaidi. Ufocus na kuboost hiyo retention. Ukiboost retention, maana yake umeboost views. Inasema nimegundua kuna maneno maalum wanayotumia ambayo yanawafanya watu wasikilize kwa makini zaidi. Maneno kama sikiliza kwa makini hapa, au hii ndio siri ambayo wengi hawaijui. Unapotamka maneno haya, graph inaonyesha watu kurudia nyuma kidogo
kuhakikisha hawajakosa hiyo siri. Okay, hiki ni kitu ambacho sijawahi kizingatia, na ukitumia wewe kwenye channel yako utagundua ni vitu tofauti na kwangu. Mimi nafanya hivi kama mfano kukuelewesha na jinsi gani ya kutumia majibu itakayokupatia. Kwa hiyo, kwa mfano imenipa haya maneno, mimi nitakuwa nayazingatia kuyarudia haya maneno ili niongeze retention. Kwa hiyo kwenye video yako kinaweza kikawa ni kitu tofauti. Na hiki cha kuboost retention ni kitu ambacho wengi hawakizungumziagi. Wanazungumziaga mambo ya thumbnail, wanazungumzia mambo ya title. Retention ni kitu cha muhimu sana kwa sababu utaongeza watch time, utaongeza views. Kwa kuboost retention utapata recommendation kubwa. Kwa hiyo unayeposti vitu tofauti itakwambia pia vitu gani vya kuboresha, vitu gani vya kufanya. Okay, hilo ni swali la pili. Na kadri tunavyozidi kwenda kwenye maswali mengine inazidi kupamba moto. Haya juu ni maswali ya kawaida, lakini huku chini ni maswali ambayo yana madini zaidi. Linganisha comment sentiment na watch time. Je, ni hisia gani hasa? Hasira, furaha, shauku au ubishi inayozalisha muda mrefu zaidi wa kutazama na shares nyingi zaidi kwenye channel yangu? Ni maneno gani ya kihisia, emotional keywords, wanayotumia mashabiki wangu ambayo mimi siitumii kwenye titles? Hapa sasa tunaita content gap. Kitu gani ambacho watu wako wanakitaka alafu wewe hukitoa mara nyingi? Hii ina uwezo wa kuangalia comment zako zote pia na kuanalyze. Okay? Nitakwenda kuweka swali hili. Okay, inasema nimechambua kwa kina uhusiano kati ya hisia za watazamaji wako, comment sentiment na muda wa kutazama, watch time kwenye channel ya Vinei TV. Na watch time tufahamu kuwa watch time ikiwa kubwa, maana yake kama hujafikia vigezo unafika haraka. Kuposti video ya dakika 10 haimaanishi utapata watch time kubwa, ila inatakiwa uwe na retention nzuri. Kwa hiyo hizi ni mbinu za kuboost retention. Pia kama umeshafika vigezo, watch time kubwa ndio inaleta pesa nyingi zaidi kuliko watch time ndogo. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana ambacho watu hawakiongeleagi kabisa. Kwa hiyo hapa imechambua, inaniambia uhusiano wa hisia na watch time. Shauku, manake yani hisia gani watu kwenye comment inaonesha ndio inaleta matokeo mazuri. Hii inasema shauku na uhitaji. Video zako zenye watch time ya juu zaidi kama ile jinsi ya kufungua YouTube channel ya kulipwa zinachochewa na shauku kubwa. Watazamaji wanatumia maneno kama nielekeze, nisaidie, Mungu akubariki. Hii inaonesha kuwa shauku hii sio kwenye channel zote, ni kwangu peke yangu kwa sababu hii ina focus na channel moja. Ni kama msaidizi wa ndani ya channel yako. Kwa hiyo utaweka swali hilo. Nimesema nitaweka kwenye comment kila kitu na kwenye description. Kitu cha sasa hapa ndipo uchawi upo. Kwenye hizi title manake inaangalia kwamba title gani itafaa kulingana na watu wanavyo comment. Ni kitu ambacho watu wengi kufanya manually ni ngumu. Hii inasema nimepona na hisia ni relief, kujihisi afadhali. Na title ambazo zinaweza zikawa vizuri kwa kulingana na hizi comment, fanya hivi. Okay, nadhani Kiswahili imekosea kuandika, lakini hii ni title ambayo ina suggest kitu ambacho kina trigger haweni mtu kabla ya kuangalia video. Kwamba fanya hivi kama unataka upone kero fulani, fanya hivi kupona issue fulani. So kulingana na comment imeamua itoe hivyo. Neno lingine ni siri, upendeleo, exclusivity, kiufupi kama madini hivi. Kwa hiyo title nayo suggest ni kwamba siri ya YouTube inayofichwa na wengi, na ni title ambayo inaweza ikavutia watu ambao wanataka vitu kama hivi kulingana na comment. Na hawa ni watu ambao kwenye account zangu imedai kuwa wapo. Comment zingine ni kuna watu wanahisi mimi ni mtaalamu. Kwa hiyo hizi title ya mbinu za kitaalamu, nikihusisha neno kama mbinu za kitaalamu, inaweza ikanipa chance kubwa. Haya ni maelezo kwa sababu ime-review channel yangu. Ikireview channel yako itapata majibu tofauti. Kwa hiyo utazingatia hayo majibu na utazingatia hizo title, then utazifanyia kazi. Sitaki ni dili sana na hapa. Huu kwangu mimi nafanya ni mfano. Lengo ni wewe ufanye kwako kwa sababu tuna focus na wewe zaidi. Mpangilio wa story, kasi ya picha na matumizi ya sauti yalikuwaje? Strip away the value lack, ni kitu gani kinaweza kurudiwa kwenye video za kesho? Okay, hili ni swali ambalo ukiweka, ngoja kwanza tuweke. Sema hapa kuna formula ya siri inayotofautisha mafanikio yako na viral lack. Okay, manake tukitoa bahati, kitu gani ambacho ninaweza nikakifanya nikakirudia lakini kikaleta matokeo mazuri?
Namba 5 inasema tafuta content bridge. Ni mada gani inayoweza kuunganisha watazamaji wangu wa sasa na hadhira wapya wenye thamani kubwa, high value audience, bila kupoteza utambulisho wangu? Hii ni swali ambalo litakufanya wewe uboost mapato na pia upate content mpya. Ngoja niliweke alafu uone linachokifanya. Hiyo itafocus na video zako, lakini unawezaje ukazifanya kwa namna tofauti ambapo utaongeza RPM, manake mapato, na utapata pesa nyingi bila kupotea kwenye mada yako ya kila siku. Inaniambia watazamaji wako wa sasa wanakuamini kwenye masuala ya usalama wa simu na fursa za mtandaoni. Okay, sijawahi kuzingatia sana, kumbe ni hivyo. Okay, watu wanaojihusisha na biashara za mtandaoni, uwekezaji wa kidigitali na usalama wa miamala. Hii imeniambia ni engo mpya ambayo naweza nikagusia, ambayo sijawahi gusia, lakini hata nikigusia nitakuwa sijaenda mbali sana. Na hiki ni kitu ambacho kilikuwa kinaumiza sana kichwa mwanzoni, kwa sababu ilikuwa unaumiza kichwa kujua ni mada gani mpya unaweza kuzifanya lakini usionekane umehama mada. Lakini sasa hivi ni simple. Kitu kingine amesema daraja. Badala ya kufundisha tu jinsi ya kulindwa dhidi ya kuchunguzwa, hamia kwenye jinsi ya kulinda akaunti zako za benki na apps za fedha. Na ukiangalia kabisa sijawahi post kitu kama hiki, lakini ni kitu ambacho ni kizuri kwa mimi nikiposti, kwa sababu nitakuwa sijaenda nje ya mada, lakini itakuwa na RPM kubwa kwa sababu nitakuwa naongelea mambo ya bank na pesa. Kwa hiyo unagundua ina akili kiasi kwamba inajua hivi vitu na mimi sijawahi vifikiria. Na wewe ukiweka hili swali itakupatia vitu ambavyo hujawahi vifikiria, na ni vitu vikubwa ambavyo unatakiwa upost kwenye mada yako bila wewe kutoka nje ya mada. Okay. Na kwa wale mnaofanya tech mnaweza mkachukua haya madini hapa, kwa sababu kuna watu mnafanya tech kama mimi, kwa hiyo mnaweza mkatumia hizi strategy ambazo inanipa mimi. Kitu kingine anasema data inaonyesha watazamaji wako wanapenda pia channel kama Rich Star. Hii inaashiria kuwa wanavutiwa na pesa na teknolojia. Hiki ni kitu pia sijawahi kizingatia. Kwa hiyo yenyewe imegundua kuwa watu wanaoangalia video zangu pia wanaangalia video za Rich Star. Inaashiria kuwa wanavutiwa na pesa na teknolojia, jinsi ya kutumia vifaa kuzalisha kipato zaidi. Kwa hiyo hii ni engo mpya ambayo imenipa, ambapo mimi naweza nikaangalia anafanya nini, kwa nini tunahusiana, kwa nini watu wanaangalia kwake na kwangu, then nikawa nimepata engo mpya. Kwa hiyo imenipa engo, na wewe ukiweka hili swali itakupatia engo mpya ambayo itaboost RPM yako, lakini haiendi nje zaidi ya mada yako. Nakushauri uweke maswali haya moja baada ya jingine. Usifocus kuyaweka yote kwa pamoja. Weka moja, ichimbe kwenye swali moja, weka swali lingine. Maswali yote nitakuwekea kwenye description. Hiki ni kitu cha muhimu sana ambacho nilitamani kukiongelea siku za hivi karibuni. Ngoja kwanza nisome swali then nitakuelezea. Nipo uchambuzi wa opportunity cost, ni aina gani ya video ninazotengeneza ambazo zinachukua muda mrefu kuzitayarisha, maana production time, lakini zina return on investment ndogo zaidi kulingana na RPM na ukuaji wa channel. Ni video zipi rahisi zinazoingiza pesa nyingi? Hili swali litakwenda kukufundisha kitu kimoja kikubwa sana. Kuna video ambazo unaposti sana na kuna video ambazo umeposti mara chache, lakini ukifocus na hizo video ambazo umeposti mara chache unagundua ungekuwa mbali zaidi ya ulipo. Kwa hiyo ikikujibu hili swali utagundua ni video gani za kuposti mara nyingi na video gani za kuzipunguza. Unaweza ukajiona unapiga sana kazi, unaposti kila siku, lakini kumbe unaposti video ambazo hazina manufaa sana, alafu unaposti video zenye manufaa moja kwa wiki. Kwa hiyo ikishakupa jibu, wewe utafocus na video za muhimu zaidi kuliko video ambazo zinakupotezea muda. Hiki ni kitu kikubwa sana. Yaani niamini mimi, ukiuliza hili swali, majibu utakayoyapata ukiyatumia vizuri, ukabadilisha mfumo, utaona matokeo makubwa sana kwenye kipato. Mara nyingi hii ina focus na kipato.